huduma ya ukombozi na uponyaji. Homina Hosanna Ministry of All Nations, kutoka kwa Mtume G.K. Mwisasu. Sana. Amina. Nami natawala na kumiliki tunda la Roho. Tunda la Roho. Upendo ni maisha watu wa Mungu, na maisha ni upendo. Watu wa Mungu, upendo ni shina pekee ambalo linafungua chumba ambacho Mungu yuko mahali hapo. Kwa ningependa kila mmoja kwa nafasi yako, jenga hii roho ya upendo kwa ajili ya utukufu wa kwake Mungu. Watu wa Mungu, wokovu ni mabadiliko ya tabia. Kwa hiyo tabia zetu zinatakiwa ziwe na mabadiliko kuanzia sasa. Tuliishi kwa dhambi. Ndani ya wokovu haturuhusiwi tena kuishi katika dhambi, kwa sababu yanakuwa ni mabadiliko kwa ajili ya utukufu wa kwake yeye Kristo. Lakini tukumbuke kwamba mimi ni mtume niliyetumwa kwa ajili ya kubadilisha mila na desturi. Hazitakiwi kukaa katikati ya kanisa. Manake ndani ya wokovu, mila, desturi na sheria za kidini hazitakiwi ziwepo katikati yetu. Mila, desturi na sheria za dini tulikotoka zikipewa tu nafasi katikati ya wokovu wetu, Kristo hatadhihirika. Kwa ningependa kila mmoja kwa nafasi ulionayo ya wokovu ambao umempokea Yesu ambaye ni Kristo, amua kubadilika. Yote ile inapotakiwa kufanyika, wanasisitiza utoaji wa mahari. Hiyo ni mila na nini na desturi ya makabila mbalimbali na koo mbalimbali. Ukioa binti alafu usimtolee mahari, yani usifuate mila na desturi ya kwao wao, huyo binti ndoa yako
zimetolewa mahari. Hizo mahari zilikuwa zinawakilisha mila na desturi ya kabila husika na ukoo husika. Kwa hiyo kama hukujua chanzo na changamoto ya tatizo ya ndoa yako au kutofanikiwa ndani ya Yesu ambaye ni Kristo ya wokovu wako, chanzo mojawapo ni hizo mila na desturi. Mimi nasema kweli, karne ya 21 mimi ni mtume na nimetumwa. Mnapooana ndani ya Ukristo, mahali hakuna. Hatuna hiyo mila na desturi ndani ya Kristo ya kutoleana mahari. Tengeneza hivi niolewe tu. Wanawake. Mimi ni mtume. Nimetumwa nije niseme. Mwenye kupokea pokea. Utaona faida yake.
wengi wanasema utapata mashambulizi, utafilisika, utakuwa huna kitu. Ndio kauli zao. Mimi leo nataka niwaambie huo ni uongo. Ukiona mtu anainuka anasema kwa nini kila siku nashinda kanisani, wewe ni adui. Sasa dawa ya moto ni moto, vikuweka sana kufanya ibada je kutokea. Unapofanya sana ibada manake unaua nguvu ya kwake. Yeye anapokujia wewe manake yeye kuna ibada alikuwa anafanya ya kuzuia kwako wewe usiwe na mahusiano mazuri na Mungu wako. Unajua, utasikia usiwe naenda kanisani, manake unapofanya maombi yanaugua. Kwa anaposema kwa nini unaenda kila Jumapili Alhamisi kanisani, yani manake anaogopa ule moto. Kwa ili yeye sasa asiwe mshindi, kazana wewe kwenda wapi? Kazana wewe kwenda wapi? Tuna safari ndefu. Unapoona unapokea mashambulizi kwenye imani yako, jua kwamba kuna maadui wamekazana na ibada za kwako. Naomba nielewe vizuri sana. Unapoona kuna mashambulizi sana kwenye imani yako au kwenye matoleo yako ya sadaka, jua, tambua kwamba mbele yako wewe kuna kufanikiwa. Manake yale mashambulizi, kuna adui anazuia kufanikiwa kwako, na lengo lake kubwa yeye ni kukurudisha wapi? Nyuma. Manake utakata tamaa kufanya kazi ya Mungu, utaona uvivu kumtolea Mungu matoleo, na ukishafikia ibada ya namna hiyo, manake lile kusudi ambalo Mungu alinilenga ndani ya lile wiki linafifia. Kanisa tulio wengi tunapoona mashambulizi yanazidi, tunaanza kuona kama vile Kristo hayupo katikati yetu. Hapana, wewe amka, kuwa na maarifa. Tambua kwamba huo wakati maombi yako yana nguvu. Tambua kwamba huo mwezi sadaka unazozitoa zinapoleta kikwazo na mashambulizi kwako, tambua kwamba adui kule ndo anaungua. Ninaposema dawa ya moto ni moto, manake wewe ukaa sana kufanya ile ibada. Unanielewa Mungu? Unanielewa? Shetani aweza akashughulikia kitu kisicho na faida. Ukiona unatoa sadaka ipo tu haina kipingamizi, hiyo sadaka igusi. Hiyo lazima nikwambie, hiyo sadaka jua kwamba igusi chochote. Haigusi chochote. Watu wa Mungu, sadaka ni uhai. Sadaka ni maisha. Sadaka ni uzima wa kwetu. Maadui zako wao wanatengeneza imani moja ya kwamba wewe uamini kwamba kila unapojitolea kwenye kazi za Mungu au unapotoa sana matoleo sadaka kwa Mungu, wanaona kama vile wewe sasa unaenda kufilisika. Na ndio kauli zilizoko huko. Ukitaka kumjua mchawi wako, ni yule anayeingilia sadaka yako. Ni wapi sisi? Kama ulikuwa ujue haya maarifa. Ukiona mtu anaingilia sana ibada yako, ndio mchawi wako. Hasa ibada ya sadaka. Na shetani ana mbinu nyingi. Unaweza kukuta baba ni mtoaji wa sadaka, kisha shetani ataingiaje katikati na muingia mama. Mama anaanza kusema, wewe tunatoa
adui yaweza akakunasa kwa njia nyingine yote zaidi ya kukuzuia kutotoa sadaka, zaidi ya kukuzuia kutoshiriki kazi za Mungu. Niko na hapa maarifa. Mimi ni mtume kwa sababu tuna vilio vingi mbele zake Mungu. Tunamwendea Mungu, hatuna matokeo. Ni kwa nini? Kuna mila na desturi. Ndio maana ukija kanisani kutoa sadaka inauma sana, lakini ukirudi kijijini kwenye matambiko ni rahisi. Hizi ni falme mbili zinazoshindana, na kushindana kwa hizi falme zinakutegemea wewe mwanadamu. Watu wa Mungu, na hizi falme mbili lazima zijengwe kwa njia ya ibada. Ufalme wowote ule ili uonekane upo ni sadaka. Sadaka ni ibada. Sadaka ni uhai. Ufalme utaonekana uko hai. Unatema, hicho Kiswahili cha mjini. Unatema ni kwa sababu pana sadaka. Wewe kumbuka vita ulionayo Mungu hapa. Sio kweli? Vita ulionayo kwenye matoleo yako. Wewe kumbuka tu. Tuliona wiki iliyopita yule kwamba alitenga sadaka ya ujenzi. Alijua ile sadaka anapokuja kuitoa kuna kitu kikubwa kinaenda kutokea. Shetani alichokifanya, akamuingia mwanaumina mwenzie, akakopa hiyo sadaka, kwa sababu angekuja wa mataifa ambao sio mwanaumina, yule asingetoa ile sadaka.
Wakristo wa Kiyahudi walifundisha kanisa kuwa ili Ukristo ukamilike katika uokovu lazima ufuate mila na desturi na sheria za dini ya Kiyahudi. Watu wa Mungu, uokovu ni mabadiliko. Wewe uliamua kuokoka, achana na mila na desturi, usiwe kama Wayahudi. Ukiona hadi leo ndani ya uokovu unabeba mila na desturi na sheria za dini uliotoka, wewe ni mpinga Kristo. Utaki Yesu ambaye ni Kristo aonyeshe udhihirisho kwenye maisha. Sitaacha kusema. Wewe angalia madhehebu, angalia dini. Tunaongea mfano mmoja ndani ya madhehebu, tuachane na dini. Madhehebu tumeona, natolea mfano, kijana umeokoka na binti umeokoka, mmekutana ndani ya umina. Na ndani ya umina tunahubiri hakuna kutoleana mahari. Kwa sababu mahari yanachukua nafasi ya mila na desturi. Na mila na desturi ni chanzo, ni konga ambalo linazuia kufanikiwa kwako. Lakini wewe baba yako hajaokoka, mama yako hajaokoka, wewe kijana unafungasha, unawachukua na mamako aliyookoka, mnaenda huko kwa binti ambaye wazazi wako hawajaokoka. Na hata kama wameokoka, anaalikwa na shangazi ambaye ilikuwa ni mila na desturi ya mahali. Shangazi lazima awepo na mjomba lazima afanyaje? Mjomba anawakilisha upande gani? Na shangazi mila na desturi za makabila tunayotoka ni chanzo cha kumfanya Yesu ambaye ni Kristo aliyemwamini asiwe na matokeo kwako. Ndio inakusumbua umeokoka. Wakumbuka ulitolewa mahali, ulitolewa mahali. Ukishatolewa mahali, yule mme unayemwona ni mme, yule sio mme. Aliyomo ndani ya yule mme wako ni babu yake, ni miungu yako. Wewe hujui. Nisikilize kwa makini mimi. Ndio maana kama huyo mwanamke uliyemuoa ana mikosi kwao, roho ya mauti imekaa, mnapoanza kuishi tu ni matatizo juu ya matatizo, kwa sababu kwao kinanena hicho kinachowapata. Nini kiunganishi cha hayo matatizo? Ni zile mahari. Ni zile mahari. Sijui lete blanketi, si ndio vinavyopelekwa? Blanketi, majembe, mashuka, sijui mbuzi wa nini, wa babu, wa mjomba, na mbuzi wa mjomba, shangazi, mkaja wa mama, na hivi ambavyo vimetajwa. Wewe unatakiwa kutubu sana ikiwa umekuwa mshenga sehemu nyingi sana. Umesikia alivyoongea vizuri leo? Lazima ametumika kwa watu wengi sana ndani ya kanisa. Ulikuwa mshenga? Mkaja wa mama. Ndio nini mkaja wa mama? Ajage mama au? Mkaja wa mama, siku mnapoenda kutoa mali ama kuonekana wanavyopanga, anataja mama kiasi cha hela anayotaka, mama wa binti. Na hiyo akitaja hampaswi kuomba punguzo. Kwa nini hatupaswi kuomba punguzo? Anasema mkiomba punguzo ataachilia laana. Unaona? Ataachilia laana. Kwa hiyo msipopunguziwa laana haiji. Msipopunguziwa manake mama ametoa kwa moyo mweupe, laana haipo. Peleka maiki pale.
Mkaja? Mkaja. Mkaja wa baba wa mama? Wa mama. Baba ana mkaja? Huyo hana. Baba ana nini? Yule kwa anashuka au wanagawana vile vilivyoletwa. Hapo twende mkaja wa mama. Mkaja wa mama maana yake wanadai alipokuwa anajifungua yule binti ajifunga sijui nguo, wanasema mbopa mkola anapomzaa. Okay. Kwa hiyo inapangwa ile, ndio maana ya ule mkaja. Kwamba mateso aliyoteseka alipotoka kujifungua, alipofunga tumbo lile. Wa mama mko hapa, si mmezaa bwana na nyinyi vipi bwana? Mnapotoka kuzaa si mnafungaga tumbo ili msio na kitambi kama mimi. Ule ndo mkaja. Ndio. Kwa hiyo kijana unapoenda kuoa ile nyumba lazima urudishe. Usipotoa mkaja wa mama kinatokea nini? Wanadai kuwa atakwenda kuishi kwa matatizo ile. Unaona? Ni mila na nini? Na desturi. Ni mila na nini? Na desturi. Iliyoko ndani ya kutoleana mahari. Hapo ulipo na ndoa yako jitafakari. Chanzo ni mkaja wa mama au ni nini? Hayo maisha unayoyaishi chanzo ni mbuzi au ni nini? Watu wa Mungu, haya anayahubiri na kuyafundisha ni kwa sababu ndani ya Yesu ambaye ni Kristo hana mila na desturi za namna hiyo. Kwa mume asiye na mila na desturi, manake ile roho inaongea na kuendesha na kusimamia ile ndoa ni Kristo. Mmeo kama hajaokoka, anaendesha hiyo ndoa ni babu. Narudia tena, ndio maana kina mama kwenye ndoa mnapigwa we. Kwa sababu mnemtamka kwamba ni bwana wenu aendani na babu ambaye ndio bwana wa nyumba. Kuna siku mtanielewa. Chanzo cha yote mmekuwa na sauti ni kwa sababu ametoa nini? Ametoa nini? Mahari. Ametoa nini? Mahari. Na mahari inasimama badala ya mila, desturi. Mila na desturi. Kama mila na desturi ya ule ukoo wao ni umaraya, ni uzinzi, umeshaingia mwenzangu. Kama umeingia, mtoto wa kwanza tu ujauzito lazima afe, mimba itoke. Kilichounganisha uharibifu wa mimba yako ni mahari. Mko hapa. Nashangaa kwa nini Kristo anataka nisimame sana niongee hapa. Mko hapa. Kuna binti yangu mmoja aliniaga anaenda kuolewa. Sasa mimi nikamwambia wewe, kanuni yetu ndio, akamwambia haiwezekani. Akaenda kwanza kijijini kwao. Kijijini kwao wakaagiza huyo mume alikotoka huko, akaenda kula, akapeleka nini? Mahari. Miezi miwili iliyopita ananipigia tu. Mimi kila nikipata tu mimba inaporomoka. Kila nikipata mimba na umejiungamanisha. Wewe Kristo hana hiyo. Lakini umeenda kuingia mahara ambako ndiko kuna hicho kitu. Kwa hata kama umeokoka bado hiyo changamoto, kwa sababu alitaka maombi yangu huyo. Sasa maombi niliyobeba mimi ni nani? Si ni Kristo. Kristo na babu. Tufanyeje watu wa Mungu? Tubadilike. Roho ya Kiyahudi ni roho inayotunza mila. Je, mume wako amebeba hiyo roho?
Muulize jirani yako, mume wako au mke wako amebeba hiyo roho? Mume wako amebeba hiyo roho? Anasemaje? Sasa kama hajaokoka unafikia amebeba roho gani? Eti watu wa Mungu. Hajaokoka amebeba roho gani? Ya Kiyahudi. Roho ya Kiyahudi. Na roho ya Kiyahudi asili yake ni kutunza nini? Mila na desturi. Wivu lazima ujae. Mkeo yuko kanisani, unaishi huko kwa wanaume. Kositeseke kujua chanzo na tatizo hayo unayopitia. Hayo unayopitia ni kwa sababu bado kuna tabia ya mila na desturi katikati ya maisha yako. Mnanielewa watu wa Mungu? Ninachotaka tufahamu, mwanamke ni roho na mwanaume ni nini? Tusiangalie mwili. Hilo jamii nyingi au kanisa mjajua. Ndio maana nasema huyo mmeo usimwangalie yeye alivyo. Anayeendesha ile ndoa, aliyekuoa ni mila na desturi, ni babu yake. Mwambie mwanamke mwenzio kwamba yule mmeo yale anayoyafanya, anayefanya ni babu yake. Mwambie. Sio yeye ni babu yake. Anasemaje? Mwambie mwanamke mwenzio ili ajue Yule mmeo anayefanya sio yeye ni babu yake. Sio yeye. Maana sio kamchukia tu. Neno moja la Mungu linasema hivi, basi na wahalifu kwa sababu nimekumbuka katika mambo yote, nanyi mmeyashika yale mapokeo vile vile kama nilivyowatolea. Lakini nataka mjue kuwa kichwa cha kila mwanaume ni Kristo. Kichwa cha kila mwanaume ni Kristo. Roho iliyoko ndani ya mume wako iliyokooa inamwakilisha nani? Muulize mwanamke mwenzio. Aka kakipande nikawa na wake kidogo. Vipi? Mbona msimuulize huyo? Hajaolewa? Lakini nataka mjue ya kuwa kila kichwa cha kila mwanaume ni Kristo na kichwa cha mwanamke ni mwanaume. Ujumbe unamaanisha kila tunaolitenda na kuliishi chini ya jua kama jamii, tumebeba roho ya upande upi? Mila na desturi au Kristo? Aya anayoyatenda huyu sio yeye, ni Kristo. Wewe unamfahamu? Umeishi naye miura mingapi? Miaka 15 sasa hivi. 15. Hebu simama mwanangu, Miaka 15. Ya uokovu wenu ni miaka mingapi? Sasa hizi ni miaka 3. 3. Amen. Miaka 12 ilikuwa ya tabia yake ilikuwa kuaje? Mimi ndo lengo langu. Ilikuwa tofauti. Kwa nini tofauti? Najua alikuwa babu yake. Kanisa, mimi nawafungua ufahamu. Mnasikia? Anayeishi si mie, ni Kristo ndani mwangu. Ndio maana mimi nasema hutakuja kuniona na ugua, kwa sababu Kristo haugui. Kichwa kinachoongelea ni maamuzi. Nani anayeendesha ndoa yako wewe mwanamke? Ni mwanaume wa namna gani? Ni wa kimila, ni wa Kristo? Hizi ndoa mbili zina utofauti.
Amka. Tusijiendee tu. Wewe umeokoka na urudi Bukoba kwa mmeo hajaokoka hata kuokoka. Unaanza kunisumbua tu mimi. Mtume, mimi huyu mwanaume bada huyo ndo mambo yao. Kama uyataki hayo mambo ya huyo mwanaume, chapa nini? Chakubanga. Chakubanga na mkimbia mkoloni. Tabia unayoenenda nayo ni nani yumo humo ndani? Tabia inawakilisha roho iliyomo ndani mwako. Mtanisamehe sana ambao waume zenu hawajaokoka. Hayo wanaowatendea ni mira na nini? Sasa wewe umeokoka, unaona kama anakutesa, kumbe hilo hakutesi, ni asiri ya kwao. Unaonekana unateseka ni kwa sababu wewe uliyembeba na hayo maisha haviendani. Tufanyeje? Tufanyeje? Kama hutaki kuchapa raba, kaa kwenye mira na nini? Hakuna kwenda kanisani. Na ukikazana na wale babu zetu wana wivu, utasikia kesho na singizio unatembea na mtume wewe. Lakini nataka mjue ya kuwa kichwa cha kila mwanaume ni Kristo. Siku zote Kristo anaheshimika. Mwanamke, umepewa mamlaka ndani ya ndoa yako kumheshimu nani? Mume wako. Ni mume wa namna gani? Mume ni roho. Nasikia? Mume ni roho. Roho iliyomo kwa mume wako ni ipi? Mke ni roho. Roho aliyoibeba mkeo ni ipi? Mimi ndo swali langu. Na kichwa cha mwanamke ni mwanaume. Wewe mwanamke unataka kumheshimu huyu mwanaume ni yupi? Hapa mtanisamehe kidogo, kwa sababu Mungu ametoa nafasi ya kufungua ufahamu. Kila mtu anatakiwa ujue, na kila mwanaume asalipo au anapotoa unabii naye afunikwa. Amefunikwa kichwa. Amefunikwa nini? Amefunikwa nini? Kichwa. Yaani manake mfano mimi niko hapa, haya maamuzi natakiwa kuyatoa, anayesimama hapa na kuyatoa ni Kristo. Kufunika kichwa sio viremba hivi. Sio hivi. Wanakuambia funika kichwa wewe. Yaani wewe usiropoke. Mwanamke ni aibu. Yaani manake aliyomo ndani ni Kristo. Kwa mmeo, mbele ya mmeo, hebu mheshimu mmeo. Si mnaona kamera desturi akakaa hapo kwa wanawake, kwamba mwanamke uruhusiwi kutamka ovyo mbele ya mwanaume. Umenielewa? Kwa mmeo hata akikosea mbele ya watu unatakiwa ufanyaje? Kule kushuka ndo kufunika nini? Kichwa. Funika kichwa. Kwa sababu aliyomo humo ni mwanaume ambaye ni nani? Ni Kristo. Lakini atufundishi kwamba kufunika kichwa unabidi ukafanyaje? Uchukue remba sijui. Mnanielewa hapo? Wiki lijalo tutaendelea huu ujumbe. Mmenielewa? Kila mmoja kwa nafasi yake, wajibu wake. Mwanaume ana wajibu. Mwanaume Yesu, mwanaume wa wanaume, ana hekima. Hawezi akamtukana mke wake mbele za watu. Hawezi akampiga mtoto mbele ya watoto. Na hawezi akapiga mke ndani ya chumba chake. Hakuna. Yesu sio kazi zake. Umekupiga mara ngapi? Sijawahi piga, hata kutukana. Kupigwa? Hata kupigwa sijawahi. Hata kutukanwa. Angekuwepo mwenyewe hata kutukana. Angekuwepo mwenyewe tungemhoji. Lakini nataka mjue ya kuwa kichwa cha kila mwanaume ni Kristo. Hapa naomba mnukuu vizuri sana.
ni nani? Ni Kristo. Na kama umeokoka mwanaume, maamuzi unayoyatoa yawe ya Kristo. Busara. Tukiona unafanya upuzi, tunajua we bado una mila na nini? Na desturi. Wakristo wa Kiyahudi walifundisha kanisa kwa ili Kristo ukamilike katika uokovu lazima ufuate mila na nini? Na desturi. Manake warokole wa wakati wa Kiyahudi maisha yao yalikuwa ya ovyo. Mila mojawapo ya kwao ndo ile. Mwanamke hana haki. Kwa Kristo wa ukweli kusiko na mila na desturi ni haki sawa. Tuliumbwa sawa. Una haki ya kuwa tajiri. Una haki ya kwenda mbinguni. Na msisahau mbinguni hamna kuoa wala. Mwambie jirani yako mbinguni hamna kuoa wala. Mbinguni hamna kuoa wala kuolewa. Mbinguni hamna kuoa wala kuolewa. Kwa hiyo tufanyeje? Tunda la Roho ni upendo. Tunda la Roho ni upendo. Upendo ni maisha. Amina. Na maisha ni upendo. Amina. Ukristo wetu unashindwa kudhihirika ni kwa sababu bado tumeingia na mila na nini? Na desturi. Hebu na waombeni tuziache mila na desturi. Tuache sheria za dini tulikotoka. Tukiweza kufaulu hayo, ndoa zetu zitasimama ipasavyo. Afya zetu zitakuwa hai. Maisha yetu na kazi za mikono yetu zitajitambulisha. Kwa sababu Yesu ambaye ni Kristo ni Bwana wa mabwana. Mmenelewa watu wa Mungu? Hakuna mwanaume kama nani? Hivi unavyoenda mbele ya mmeo ambaye hajaokoka na waambia hakuna mwanaume kama Yesu, anakuelewa? Mimi mwenyewe nilikuwa nachukia kabla sijaokoka. Tuwe wimbo na hakuna mwanaume kama Yesu. Kwa mimi sio mwanaume. Ndiyo sio mwanaume kwa sababu ni roho gani iliyomo ndani mwako? Ni amina desturi ya uokovu. Mwambie jirani yako shika neno. Shika neno. Mwambie tena. Shika neno. Amina, tusimame.